Unakuta tu wategemezi hawapo. Kuna mahali mtu anafika anakwambia, naona kama nimeachwa peke yangu, naona kama sina wa kunisaidia, naona kama kuna muda mwingine naye shetani anatia ile pressure ndani, unaona hata kama Mungu naye amekuacha. Ndio maana ukiangalia tena kwenye kitabu cha Mathayo ile 26:40 anasema, akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Hata saa moja. Hawa ni wanafunzi aliyotembea nao, alikuwa analala nao, anakula nao, anacheka nao, hivyo wanafanya uponaji pamoja, kila kitu alitenda akiwa pamoja. Lakini lilipotokea jambo la kwake na vita ya kwake inazidi kupamba moto, wale walilala. Anafuata kwamba mmeshindwa hata saa moja mkakesha pamoja na mimi, hata dakika ngapi? 60 tu jamani, mkafanya ibada pamoja na mimi. Kuna mahali mpendwa unaweza kafika kwenye jaribu lako. Tena naogopa sana kuwa unaambia watu naomba niombe. Ni mbaya sana. Unapita tu kwenye jaribu, unampigia simu huyu, ndugu yangu napita kwenye pito hili, naomba uniombe. Mtumishi wa Mungu, hao watu hawaombagi. Mimi nakwambia, sikudanganyi. Yaani ukipata mtu anaomba ni wachache waliobeba roho ya kimungu ndani yao. Lakini mwingine anakuambia, usijali mtumishi, Mungu akusaidie, nimefunga siku 3. Ni muongo wewe, wengine ni waongo. Muda mwingine anapoanza hizo siku 3 anaweza zikawa ni za kumbusi yeye kwenda kwenye mambo yake.